Watu watatu wamefariki huku wengine watano wakilazwa katika hospitali ya Jaramogi Oginga Odinga baada ya ajali iliyohusisha gari la msafara wa waziri wa afya Aden Duale huko Kisumu. Gari hilo liligonga magari mawili katika barabara ya kutoka Kisumu kwenda Busia. Laura Otieno alizungumza na baadhi ya waathiriwa na kuandaa taarifa ifuatayo. Katika wadi moja hospitali ya rufaa ya Jaramogi Oginga Odinga, watu watano bado wanapokea matibabu. Manusura hawa walikuwa katika magari mawili yaliyogongwa ana kwa ana na msafara wa magari katika barabara ya Kisumu Busia. Wengi walipoteza fahamu kutokana na kishindo cha ajali hiyo. Liligongana na gari aina ya Prado nyeusi ambayo ilikuwa imetoka opposite direction kwa speed ya juu na ikagonga bumps, ikairusha na kugonga gari letu. Mimi nilisikia tu mlipuko na nikaona ni kama ninasungushwa chini, nina roll. Sasa baadaye sikujua ni nini next, but nilipata fahamu nikiwa hospitali. Picha hizi za mwanagenzi zinaonyesha taswira baada ya ajali. Watu wawili walifariki papo hapo na mwingine mmoja akafariki hospitalini. Mimi nimepoteza watoto wote sasa, sababu hata Kiptoo sina mahali pa kusika. Mama, niko na uchungu na nimeambiwa ni gari ya serikali ndio likanyaga Kiptoo. Kweli Mungu, serikali angalia mimi na nyumba yangu. Hapo jana, Wizara ya Afya ilisema kuwa msafara wa waziri Aden Duale ulisimama kunusuru waathiriwa wa ajali hiyo, ila walioshuhudia wakipinga semi hizo. It was a vehicle number KCS 006B. It hit. Duale was inside that car. He actually walked out when the villagers started throwing stones at him. That is when he walked out and later on joined another car. Tunataka tu serikali waangalie vile wanaendesha magari yao kwa barabara. Kwa maana ukiangalia hapo vizuri pale chini ya accident, hiyo gari iligonga tuk-tuk on the left hand side, ambayo inaonyesha walichukua barabara yote. Watu 12 walitibiwa Jumapili jioni na kuruhusiwa kuenda nyumbani, wengine watano wakilazwa. Laura Otieno, Runinga ya Citizen.